Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimu katika jina la Yesu. Ni siku nyingine Mungu ametupa kwa ajili ya kuendelea kujifunza. Nilikuwa nimetamani siku ya maombi tungekuwa live, lakini kuna vitu naona bado havijakaa sawa. Kwa hiyo tutaendelea hapa kwa utaratibu huu ambao Mungu ametupa. Lakini tutaomba. Leo tunaenda kumalizia somo letu ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema ongeza thamani ya Yesu moyoni mwako kibinafsi ili uweze kufaidi sababu ya kuja kwake, kufa kwake na kufufuka kwake kwa ajili yako. Na tumeshaangalia sababu ya kuja kwake, tumeshaangalia sababu ya kufa kwake, na leo tutaangalia sababu ya kufufuka kwake. Kabla hatujaenda huko, naomba tuombe. Baba mwema mtakatifu, katika jina la Yesu, tunakuhimidi, tunakutukuza, wewe ni mfalme. Asante kwa neema na kibali ambacho umetupa tena siku njema ya neema yenye baraka kwa ajili ya kuendelea kujifunza. Mungu, ninakuja mbele zako, nasogelea kiti chako cha neema. Ninaomba rehema, toba na msamaha katika jambo lolote unaloliona kwenye binadamu wetu halikupendezi wewe Bwana. Ninasihi ukapate kutuosha na kututakasa na kutusafisha kabisa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Chochote ambacho Bwana kimesimama kama kizuizi ili yamkini tusiweze kupokea yale ambayo umekusudia tupokee, Mungu tunakuja kwenye mikono yako na kwenye damu ya Yesu, tukisihi ukapate kutusaidia, tukisihi ukapate kutuhurumia, lakini Roho yako Mtakatifu apate nafasi ndani mwetu na kutufundisha vile inavyokupendeza wewe kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Amen. Amina. Karibu sana. Kwa hiyo tuliangalia sababu ya kuja kwa Yesu ilikuwa ni ili aturudishie aina ya maisha iliyopotea kwenye bustani ya Eden. Lakini ili aweze kuturudishia hiyo aina ya maisha, ili mlazimu aende msalabani, afe kifo cha aibu, ndipo aweze kuturudishia hiyo aina ya maisha iliyopotea pale kwenye bustani ya Eden. Kwa hiyo leo tunaangalia sababu ya kufufuka kwa Yesu. Yesu alifufuka ni ili atupe tumaini la maisha. Hiyo ndo sababu kuu ya kufufuka, kwa sababu pamoja na kwamba alikuja kwa namna ya kitofauti, alikufa kwa namna ya kitofauti, lakini kama asingefufuka, isingekuwa na tofauti na wale wengine waliokufa na hawajafufuka. Kwa hiyo iliweka tofauti, lakini nini lengo? Ni ili kutupa tumaini, kwamba kutuhakikishia kwamba kile alichokijia, kile alichokifia ndicho ambacho amekikusudia kutupa si katika haya maisha. Kwa sababu ile kufufuka ni kuthibitisha kwamba yale yote aliyotuletea ana uwezo wa kuyatimiza. Ndio maana kuendelea kukaa kaburini kama wale wengine ambao wamekufa na wakakaa kaburini. Utasema mbona kuna wengine tulisikia wamefufuka? Ni kweli, lakini kufufuka kwa Yesu ni tofauti. Kufufuka kwa Yesu ni tofauti. Yeye hakufufuliwa labda mtumishi ndo akamwekea mkono au akatamkiwa maneno, no. Ile ilikuwa ni tofauti. Ni nguvu za Mungu ziliingia zikaenda kubiringisha lile jiwe na akatoka, kwa ili kutufanya nini? Ili kututhibitishia kwamba alikuja kwa ajili yetu, alikufa kwa ajili yetu, na hata kufufuka alifufuka kwa ajili yetu, na ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, akidumu kule kutuombea yeye kama kuhani mkuu. Kwa hiyo tutaenda kwa mtiririko huu. Ingawa Yesu alizaliwa kwa jinsi ya tofauti na wale wote waliomtangulia, kama asingefufuka tumaini letu lingekuwa bure. Kwa hiyo kilichomfanya Yesu afufuke ni ili kutuwekea si tumaini. Kwa kama ingekuwa tu ni kama wale wengine, tumaini letu lingekuwa ni bure. Tukiangalia Wakorinto wa kwanza 15 pale 12 hadi 22. Wakorinto wa kwanza 15 mstari ule wa 12 hadi 22 pale, neno la Mungu linasema hivi: basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Ikiwa wafu
kumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote watahuishwa. Kwa hiyo hapa Paulo alikuwa anajaribu kutuonesha kwamba kama Kristo hakufufuka, ina maana tumaini letu sisi ni bure, lakini tumaini letu ni dhahiri, tumaini letu ni thabiti. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo amefufuka. Na amefufuka ni kwa ajili yako, amefufuka ni kwa ajili yangu, kwa ajili ya kutupa uhakika. Anasema hivi ule mstari wa 17 anasema, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Na tunajua imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo kama Kristo asingefufuka, sisi tungekosa mahali pa kushika, lakini imani, tunakuwa na imani kwa sababu gani? Kwa sababu alifufuka na ni kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunajua kabisa yale aliyoyajia, ile sababu iliyomfanya afe, basi tunapokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu amefufuka, ili kutudhihirishia kwamba alitumwa na Mungu kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu na mwanadamu, na ndicho alichokifanya na kimekamilika kwa ile kazi aliyofanya pale msalabani. Lakini kitu kingine, kufufuka kwa Yesu kunatupa uhakika wa kushinda hapa duniani na kuishi naye milele. Inatupa uhakika wa kushinda hapa duniani, lakini na kuishi naye milele. Warumi 8:17. Warumi 8:17, neno la Mungu linasema hivi. Warumi 8 ule mstari wa 17 anasema, na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Kwa hiyo Yesu alipofufuka ametupa uhakika si tu wa maisha haya, lakini na maisha yale ya baadaye. Lakini changamoto zitakuwepo, kwa sababu shetani anachokitamani ni kwamba mwanadamu ashinde kama yeye ambavyo alishindwa. Shetani alishindwa kwa sababu ya ukengemfu wake. Alishindwa kwa sababu ya ukengemfu wake. Alijiinua akataka kuwa juu kuliko Mungu, akashushwa. Kwa hiyo shetani alipokaa anatamani kila mwanadamu asijifunze kumnyenyekea Mungu ili aweze kushindwa. Ndio maana unapopita katika vita, sauti nyingi zitakuja. Unapopita katika mambo magumu, sauti nyingi zitakuja zikitaka kukutoa katika njia, lakini amesema hivi, ikiwa na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Kwa hiyo hakuna kutukuzwa kabla hujateswa. Sio kwamba Mungu ameweka tu eti kwamba anatuchukia ili tuteswe. Hapana. Ni kwa sababu gani? Mungu anapenda sisi tuishi maisha ya ushindi, lakini shetani yupo anataka sisi tushindwe. Kwa sababu shetani anataka tushindwe, kwa hiyo lazima hapo katikati kutakuwa kuna upinzani wa kutusababisha kwamba tupambane ili ndio tuweze kupata kile ambacho tumetakiwa kukipata. Ukimwangalia Ayubu alienda vizuri sana na Mungu, lakini shetani alienda kumchongea kwa Mungu. Alienda kumchongea kwa Mungu, na ikalazimu Ayubu apite kwenye majaribu. Ili nini? Ili imani yake ithibitishwe, ile ule uchaji wake kwa Mungu uthibitishwe. Tunaona hata kipindi kile Ibrahim baba yetu, Mungu alipotaka kuthibitisha kama anamcha kweli. Mimi nadhani pia shetani kuna kitu alienda kuongea na Mungu kwa habari ya Ibrahim. Mungu akampitisha kwenye jaribu la kumtoa Isaka, lakini Ibrahim pia alifaulu. Kwa hiyo hata na sisi katika yale magumu ambayo tunayapitia, tunachotakiwa ni nini? Tunachotakiwa ni kufaulu. Kwa sababu gani? Anasema tukiteswa pamoja naye, ili tupate kutukuzwa pamoja
naye. Kwa hiyo kinachotangulia ni nini? Ni kuteseka. Ukiangalia mstari wa 18 pale Paulo anasema hivi, kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Yani kwamba Paulo aliamua macho yake kuyaweka kwenye utukufu, kwamba hata atapita kwenye vita, atapita kwenye majaribu, atapita kwenye nini, lakini anaangalia ni ule utukufu. Tukiteswa pamoja naye ili tuweze kutukuzwa pia pamoja naye. Kwa hiyo kitu kingine hapa, ndo maanake Yesu akasema hivi, ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Maanake alikuwa anataka kutuambia nini? Kwa sababu mko huku ulimwenguni, shetani atapambana sana kutaka kuwatoa katika njia, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Mimi niliyeshinda ulimwengu ndiye ninayekaa ndani mwenu. Kwa kama mimi ninayekaa ndani mwenu nimeushinda ulimwengu, hakika na nyie mkisimama na mimi lazima mtashinda. Mtashinda. Na Yesu yeye mwenyewe alikuwa kwetu kama kielelezo, alikuja kwetu kama kielelezo. Ukiangalia pale kwenye Wafilipi 2 pale, Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 9 hadi wa 11 pale, kuna kitu tutakiona hapo. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkiribia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vyote vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Hapa mwanzo ukiangalia huku unakuta kwa habari za Yesu jinsi alivyoacha utukufu mbinguni, akajinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Alipomaliza kutii ndipo ambapo Mungu akamwadhimisha. Alipotii alipata mateso. Tunajua Yesu alikufa kifo cha aibu, lakini ule utii wake ndio uliosababisha Mungu akamwadhimisha. Sasa changamoto yetu sasa wanadamu kipindi hiki, huwa tunatamani sana kuona utukufu. Tunatamani kuona utukufu, lakini changamoto zinapokuja tunaona kama kwa nini Mungu amesababisha hivi. Lakini hata na Yesu hakuadhimishwa ni mpaka alipotii, aliponyenyekea akawa mtii hata mauti, alipokubali kukabiliana na ile njia ngumu ambayo ilikuwa inamkabili kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu na mwanadamu. Kwa hiyo Mungu atusaidie na sisi. Mungu atusaidie. Yesu alifanya haya ni kwa ajili yetu. Kwa hiyo na haya yote ili kuyapata inaamuliwa na aina ya fikra zetu, maamuzi yetu binafsi tunayofanya, maamuzi binafsi unayofanya, kwa sababu iliyomfanya Yesu akaja, iliyomfanya Yesu akafa, iliyomfanya Yesu akafufuka. Haya tutayapokea ni sisi wenyewe tukiamua kufanya maamuzi sahihi. Yaani wewe binafsi, ndio maana nimesema ongeza thamani ya Yesu moyoni mwako kibinafsi. Kwa maana yake ni wewe binafsi ndio utakayetengeneza mazingira ya kupokea haya ambayo Yesu alikuja kwa ajili yako, alikufa kwa ajili yako, alifufuka kwa ajili yako. Ndio maana tangu mwanzo Mungu alikuwa anatusisitiza sana kuombea fikra zetu ili ziweze kupokea, kuombea fikra zetu ili ziweze kupokea. Sasa mambo yatakayo kusaidia kuongeza thamani ya Yesu moyoni mwako, mambo yatakayo kusaidia kuongeza thamani ya Yesu moyoni mwako. Bila kujali mazingira, amua kukubaliana na Mungu kwamba alimtuma Yesu kwa ajili yako. Amua kukubaliana na Mungu wewe binafsi, sio kwa group, sio kwenye dhehebu tulilopo, sio kwamba wewe binafsi. Sasa amua bila kujali mazingira, amua kukubaliana na Mungu kwamba alimtuma Yesu kwa ajili yako. Tukiangalia pale Luka mtakatifu 19:10, Luka mtakatifu 19:10, Luka mtakatifu mlango ule wa 19 mstari wa 10, Luka mtakatifu 19:10, Luka mtakatifu 19:10. Neno la Mungu linasema hivi, kwa kuwa
mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Anaposema kile, maana yake anamaanisha, na anayepotea ni mwanadamu. Ndio maana uelewa. Anapomaanisha hapa anamaanisha kwa mwanadamu. Kwa hiyo anaposema alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, ina maana anaongelea kwa habari ya nafsi ya mwanadamu. Kwa hiyo wewe mwenyewe sasa ndio unaweza kufanya uamuzi bila kujali mazingira, bila kujali mazingira yakoje. Amua kuamini kwamba, kukubaliana na Mungu kwamba alimtuma Yesu kwa ajili yako. Kubaliana na Mungu, alimtuma Yesu kwa ajili yako. Ukiona unashindwa kukubaliana na Mungu, ombea fikra zako. Ukiona unashindwa kukubaliana na Mungu, ombea fikra zako ili ziweze kwenda tena katika mapenzi ya Mungu, kwa sababu bila kufanya uamuzi binafsi, imani haiwezi kutengenezeka ndani yako. Utaona tu ni kwa ajili ya watu wengine. Hizi ni kwa ajili tu ya watu wengine. Lakini ukiamua kukubaliana na Mungu kwamba alimtuma Yesu kwa ajili yako, utapokea kila kitu ambacho Yesu alikuja nacho kwa ajili yako, kwa sababu Mungu yuko juu ya mazingira. Unajua sisi watu wengi sana tumekwama. Ni kwa sababu gani? Huwa tunampimia sana Mungu kwenye mazingira. Lakini kitu ambacho hatujajua ni kwamba Mungu hataki kupimiwa kwenye mazingira. Ndio maana aliamua kufanya ishara ya kutoa maji kwenye mwamba, ili kwamba nini? Tuamini kwamba yeye anaweza kufanya nje ya mazingira. Hapa sasa maanake ishakuwa hivi, Mungu hawezi kufanya hapa. Mungu anachukia hicho kitu. Yaani pale ambapo huoni njia, ni neno la Mungu limesema anafanya njia pasipo na njia. Anataka umwamini kwamba anaweza kukutolea njia hapo. Usimlinganishe Mungu na mazingira. Usimlinganishe Mungu na mazingira. Ni kwa nini hata unakuta wadada wengi ambao wamekuwa na umri umeenda, wanaamuaga baadaye kuja kuamua tu kwenda tu kwenye kuzini ili aweze kupata labda ni mtoto au ni nini. Kilichomtisha ni nini? Hofu ya mazingira. Kwa sababu gani? Nasema sasa umri unaenda na hivyo itakuwaje, nitashindwa kupata mtoto? Kwani mbona kuna wengine wameolewa katika umri mdogo na hawana watoto? It is not guarantee kwamba kwenda kumkosea Mungu ulipate watoto. Ninachotaka kusema ni nini? Kwamba usimpimie Mungu kwa mazingira. Hao wanadamu wamesema, ni kweli wamesema, na ni ukweli walichokisema. Lakini ile kwamba ni ukweli walichokisema haibanishi kwamba Mungu atashindwa kufanya kwa sababu ya ukweli wa kibinadamu uliopo. Kwa hiyo nikutie moyo sana, usimweke Mungu na mazingira yako. Mungu ni independent. Mungu anajitegemea yeye mwenyewe. Hategemei mazingira ndo afanye. Ndio maana tunaona kule kwenye Warumi, tunaona kwamba alisubiri kabisa tumbo la Sara life, alisubiri uwezo wa Ibrahimu uondoke kabisa. Alafu ndipo awape mtoto, ili kutuambia nini? Yeye ni Mungu, hapimiwi na mazingira. Ukitaka kumpimia na mazingira ni wewe, lakini Mungu anaweza kuingilia kati mazingira ambayo yalikuwa hayazalishi na yakazalisha. Mungu anaweza kuingilia kati yale mazingira yanasemekana hiki hakiwezekani na kikawezekana. Sasa manake sisi, kuna wakati nilisema tumesikia sauti nyingi sana, lakini hatujisikia sauti ya Mungu. Na zile sauti ambazo tumezisikia zimeshatutoa katika kumwamini Mungu. Zimetutoa kwa sababu gani? Kilichojaa kwetu ni kwamba mimi sasa na jinsi nilivyo hivi, hii inawezekana kweli? Mbona wanasemaga haiwezekani? Ni nani anayesema haiwezekani? Ukiendana na wanadamu wanaosema haiwezekani, wanadamu hawajui kila kitu. Nenda kwa Mungu anayejua kila kitu. Kwa nini? Mazingira yasiyo kikwazo kwako. Mweke Mungu juu ya mazingira yako, kwamba Mungu ni Mungu aliyeko juu ya mazingira yote, ili nini? Uweze kupokea haki zako. Kwa sababu ukimpimia Mungu na mazingira, utasema basi hii haiwezekani. Mazingira yenyewe unafikiria yalivyo hivi, haiwezekani. Yaani sasa unafikiria hapa itawezekana? Hapa haiwezekani. Ni wewe ndio umesema. Mimi napenda kutoa mfano wa mama Msirofoenike. Yule mama Msirofoenike
alipokuwa anaenda kwa Yesu kwa ajili ya kuomba apokee uponyaji kwa ajili ya mtoto wake aliyekuwa amepagawa na nguvu za giza, yule mama hakuangalia mazingira. Kwanza wale wanafunzi walimwambia Yesu mfukuze, kwa sababu alikuwa anaita. Yesu hata alikuwa hajali, wala hata alikuwa eti kwamba yani asikii kama kuna mtu anaita, yani kama alimpuuzia. Yani tukisema kwa kibinadamu ni kama alimpuuzia, of which Yesu hakuwa amempuuzia, kuna kitu alikuwa anakitafuta. Wale wakamwambia mwambie aondoke, anatupigia kelele. Yesu akajibu akasema, mimi sikutumwa ila kwa kondoo wa Israeli waliopotea. Maanake si alikuwa anawajibu wale waliomwambia mfukuze, alikuwa anamjibu yule mama kwamba wewe hauko miongoni mwa wana wa Israeli, kwa hiyo sasa mimi sijatumwa kwako. Akaendea, Bwana naomba unisaidie. Akasema siwezi kuchukua chakula cha watoto nikampa mbwa. Akasema hata mbwa huokota makombo chini ya meza ya watoto. Ni nini hicho kitu? Yule mama hakuangalia mazingira, alichokuwa anajua ni nini? Uponyaji wa mtoto wake huko kwa Yesu, na ndicho alichong'ang'ana mpaka akapata uponyaji. Kwa hiyo sisi saa nyingine mazingira yanakuwa yanatukatisha tamaa. Sasa mpaka hapa tena nimeshaitwa mbwa. Kweli mbona mimi sio Mwisraeli? Hapa sasa itakuwaje? No. Unapojua haki yako iko wapi, mazingira yasikuyumbishe. Mazingira yasikukatishe tamaa. Angalia, Yusufu alipokuwa kule Misri, hakukuwa kuna mazingira ya kumfanya akae katika ile nafasi. Lakini nini? Mungu alitengeneza mazingira ya kumweka kwenye nafasi ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo nini? Wewe binafsi inatakiwa usikubali kwamba mazingira yawe ni kikwazo. Amua kukubaliana na Mungu. Yesu alikuja kwa ajili yako ili akutoe kwenye aina ya maisha ambayo ni mbaya na kuweka kwenye aina ya maisha ambayo ni nzuri, na ilimlazimu ajitoe sadaka. Hiyo sadaka alitoa ni kwa ajili yako. Sasa amefufuka ili kukupa hilo tumaini. Wewe kubaliana na Mungu bila kuangalia mazingira. Watu watasema sijui imekuwa nini. Wewe mweke Mungu juu ya kila kitu, kwamba yeye ndo anayeweza kila kitu. Atafanya saa ngapi hata na mimi sijui, lakini kwamba Mungu kufanya, anaingilia kati mazingira na anafanya. Kwa hiyo kubaliana na Mungu. Kitu cha pili, kubali kumpa Yesu nafasi moyoni mwako na ukubali akuongoze. Mpe Yesu nafasi moyoni mwako, lakini ukishampa nafasi, kubali akuongoze. Kubali akuongoze. Hatuwezi kujiongoza sisi wenyewe. Ukijiongoza mwenyewe unapotea njia, kwa sababu yeye ndo njia, kweli na uzima. Yeye anajua hatua inayofuata mbele wakati wewe hujui. Yeye anajua. Sasa nini? Mpe nafasi. Mpe nafasi na ukubali akuongoze. Mpe nafasi na ukubali akuongoze. Yesu hata lazimisha kuvunja ili aingie kwako akuongoze. Wewe umpe nafasi, uweze kushirikiana pamoja naye. Ufunuo wa Yohana ile sura ya 3 mstari wa 20. Ufunuo wa Yohana 3:20, neno la Mungu linasema hivi. Ufunuo wa Yohana 3:20, neno la Mungu linasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye pamoja nami. Yesu akisimama mlangoni anataka afunguliwe. Haingii kwa nguvu. Yaani hata kama mlango uko wazi, atabisha ngongongo, anasubiri ufungue, mwambie karibu. Kwa sasa nini? Kubali kumpa Yesu nafasi moyoni mwako, lakini na ukubali akuongoze. Yeye ndo anayejua njia. Sisi tunasemaga hivi, lakini Mungu, mimi mbona mwingine hajapita katika hii njia? Sasa yule mwingine ni mwingine, wewe ni wewe. Hujui njia. Kwa sababu yule amepita vile, si kwamba na wewe unatakiwa upite vile. No, wewe unao njia yako. Kubaliana na Yesu. Mpe nafasi moyoni mwako. Kubali akuongoze. Wanaoongozwa na Mungu hawapotei, kwa sababu yeye ni njia. Yesu ni njia, yeye ni kweli na ni uzima. Anapokuongoza anakupitisha katika kweli na anakupa uzima. Kwa hiyo kubaliana na Yesu. Jambo la tatu, amua moyoni mwako kuhusiana na Yesu kiushirika na si kimahitaji. Hapo ndipo mtego mkubwa ulipo. Amua
moyoni mwako kuhusiana na Yesu kiushirika na si kimahitaji. Ukihusiana na Yesu kiushirika, niliongelea hapo nyuma, maana yake ya kuhusiana na Mungu kiushirika ni nini? Unapohusiana na Mungu kiushirika, maana yake ni nini? Mungu unahusiana naye kila wakati. Uwe una furaha, uwe una huzuni, uwe umeshushwa, uwe umeinuliwa, uwe umefanyaje, una njaa, umekula, una amani, huna amani, wakati wote unahusiana na Mungu. Lakini ukihusiana na Yesu kimahitaji, ni pale tu hapa naona nimekwama sasa, ndio unaenda tena kwa Mungu. Wakati mwingine unaendelea tu na vitu vyako. Wale wengine kwenye Yeremia, Mungu alisema hivi, wakati walipokuwa na maisha tu mazuri, walikuwa wamechukua gogo wakachonga, wakaanza kuabudu ile miungu mingine. Lakini wanapokuwa na tatizo, wanakuja, tunaomba utuokoe. Tuko hapa, tuje utuokoe. Kwamba wamemfanya Mungu ni wa mahitaji, kwamba umekwama mahali fulani ndio unaenda kwa Mungu. Lakini wakati mwingine maisha yakiwa vizuri, hauna hata habari kama Mungu yupo. Hauna habari hata Mungu yupo. Unajua tu naenda kwa akili zangu, unajua naenda unafanya kila kitu kwa nguvu zangu, lakini unakuwa haujashirikiana na Mungu. Unasubiri pale utakapokuwa una uhitaji fulani ndipo uweze kwenda kwa Mungu. Twende tumwangalie Ayubu hapa chapu. Ayubu 23:13 hadi 27. Ayubu 23:13 hadi 27, pale kuna kitu nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo uhusiano wa Ayubu ulikuwa na Mungu. 13 hadi 27, 23 Ayubu, neno la Mungu linasema hivi. 13 hadi 17. Neno la Mungu linasema hivi. Ngoja nianze kusoma mstari wa 10. Lakini yeye aijua njia niendeayo, akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake, njia yake nimeishika, wala sikukengeuka. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake, nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Lakini yeye ni mmoja, ni nani awezaye kumgeuza? Tena nafsi yake ilitakalo ndilo afanyalo, kwani yeye hulitimiza hilo nililoamriwa. Tena mambo mengi kama hayo ya pamoja naye. Kwa hiyo naona taabu mbele ya uso wake, nitakapofikiri na muogopa. Kwani Mungu ameufanya moyo wangu kuzimia, na mwenye enzi amenitaabisha. Maana sikufadhaishwa kwa sababu ya giza, wala kwa sababu ya giza kuu limenifunika uso. Hapa sasa unaona jinsi ambavyo Ayubu anasema. Maana yake kuna namna ya mahusiano alikuwa nao na Mungu. Alikuwa na mahusiano ya Mungu na ya kiushirika. Ndio maana hata alipopita katika yale mambo magumu, bado alikuwa anaendelea kumhoji Mungu. Alikuwa anaendelea kumuuliza Mungu, mbona sasa sielewi hapa ni nini kimetokea? Yaani kama ningekuwa nimetenda dhambi sasa usingeniambia tu. Mbona tulikuwa tunahusiana tu vizuri? Lakini mstari ule wa 13 mimi naupenda, nasema hivi, lakini yeye ni mmoja, ni nani awezaye kumgeuza? Tena nafsi yake ilitakalo ndilo ilifanyalo. Kwa hiyo ni nini? Jizoeze kushirikiana na Mungu kiushirika, kwa sababu kuna vitu vingine vitatokea kwenye maisha yako kwa sababu ni yeye ameamua. Sasa ukiwa umehusiana naye tu kimahitaji, ndio maana unakuta tunakata sana tamaa. Kuna kukata sana tamaa kwa sababu gani? Jambo linakupata ghafla. Jambo linakupata ghafla. Lakini ukiangalia Ayubu, hata aliyompata hayakumpata ghafla. Kwa sababu gani? Anasema lile nilichalo ndilo lililonipata, na lile nililoliofu ndilo lililonifikia. Kwa sababu gani? Mungu alimpa taarifa kwamba kuna jambo baya linakuja. Yamkini sasa kufanya maandalizi vizuri ya kuprepare moyo wake ili linapokuja lisiweze kumpiga sana, na tukaona likampiga. Lakini bado aliendelea kushikamana na Mungu. Bado hakumkufuru Mungu. Hata mtu wake alipomwambia mkufuru Mungu ufe, hakumkufuru Mungu. Aliendelea kushikamana na Mungu, akaendelea kushikamana na ule utauwa wake. Kwa ajili nini? Kwa sababu tayari alikuwa na mahusiano na Mungu ya kiushirika na sio ya kimahitaji. Lakini jambo la 4 na la mwisho, mfanye Mungu awe wa kwanza katika kila eneo la maisha yako. Mfanye Mungu awe wa kwanza katika kila eneo la maisha yako. Isaya 1:18 pale. Mfanye Mungu awe wa kwanza katika kila eneo la maisha yako. Isaya 1:18 pale neno la Mungu linasema
hivi. Isaya 1:18 neno la Mungu linasema, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa kama bendera, zitakuwa kama sufu. Nimetaka kipengele kile cha kwanza, haya njooni tusemezane, asema Bwana. Kiu ya Mungu ni sisi kukaa na kusemezana naye kila wakati. Hiyo ndio kiu ya Mungu katika jambo lolote, katika kitu chochote, katika uamuzi wowote, katika wazo lolote linalokuja kwako. Mweke Mungu awe wa kwanza. Unapofanya haya, thamani ya Yesu lazima itaongezeka ndani mwako, kwa sababu vile unavyomkaribia Mungu, vile ambavyo unavyomuinua, vile ambavyo unavyoona ukuu wake katika maisha yako, ndivyo ambavyo na ile thamani ya Yesu inaongezeka ndani mwako, na wewe unakuwa na imani ya kuweza kupokea yale ambayo ameyakusudia kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. Kesho Mungu akipenda tutakuwa hapa kwa ajili ya maombi. Weka agenda za maombi, tutaomba sana sana kwa ajili ya fikra zetu. Mungu atusaidie. Basi tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunasema asante kwa kipindi kizuri ambacho umetupa. Roho Mtakatifu tunakutukuza, umesema nasi Mungu tumekusikia. Tunakuomba utuwezeshe kuelewa na kuyaweka mioyoni mwetu haya yote ambayo umesema nasi, Bwana, ili wewe Mungu wetu utukuzwe. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa ukuu wako na uweza wako. Uhimidiwe peke yako, utukuzwe peke yako, kwa kuwa wewe Mungu unastahili, wewe unaweza, unatosha, hakuna mwingine aliye kama wewe. Mbariki kila mmoja ambaye Mungu amesikiliza ujumbe huu, muwezeshe Mfalme wa amani kuyaweka kwenye matendo, ili aone ustawi katika maisha yake. Katika kuyaweka kwenye matendo ndipo tunaweza kustawi. Neno lako limesema tusiwe tu wasikiaji wa neno, bali tuwe watendaji. Mungu kapate kumsaidia kila aliyesikia, akapate kuwa mtendaji kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.